Nikukaribishe, niko Shining Star Heaven Embassy. Leo tunalo fundisho linalosema watu wamebadilika kwako ila hawasemi kwa nini. Kuna watu wamebadilika kwako lakini hawasemi kwa nini. Ukigundua hayo, jua kuna vitu vinaendelea kwenye maisha yako. Kwanza, huenda wewe umeitwa. Watu walioitwa wana vita kubwa sana. Watu wenye neema ya wito wa Mungu kwenye maisha wana vita. Unaweza kuitwa kuwa nabii, unaweza kuitwa kuwa kiongozi, unaweza kuitwa kuwa mwimbaji, unaweza kuitwa kuwa mwanariadha, unaweza kuitwa na kupewa neema na Mungu. Kikubwa tu nukiifanya kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sasa hayo yote ukishayagundua, jua ndo maana wanakuonea wivu na wanabadilika, au ni watu wasioeleweka na hawataki kusema kwa nini. Ukisoma Yeremia 1:5 anakuambia kabla ya kukuumba na alikujua, na kabla ya kukutoa tumboni na alikutakasa, nikakufanya nabii wa mataifa. Lakini 2, rohoni umeongezeka nguvu. Unaweza ushangaa kwamba katika maisha yako sasa rohoni umepata nguvu. Unapopata nguvu, vitu vibaya vinaanza kujifunua. Watu wasio sahihi wanaanza kufunuliwa. Mambo yasiyofaa yanaanza kufunuliwa. Kwa hiyo ndo hatua hiyo unaweza ushangae unafanya vizuri, unawasaidia watu, unaonekana kuwapenda, kuwafanyia mema, lakini hawaeleweki. Wanabadilika. Wengine wanakukimbia, wengine wanakuonea, wengine wanalenga kukuumiza, wengine wanakuchonganisha, wengine wanachochea mabaya juu yako. Haya ni mambo yanapandwa kwa watu ambao wameongezeka nguvu rohoni. Kwa hiyo usiogope. 3, wanakutumia tu. Unaweza ushangae wanakutumia tu alafu wanabadilika. Ukishagundua walikuwa wanalenga kupata faida kwako. Na hili sana sana linatokea kwenye mahusiano. Kuna watu leo wamebadilika kwa sababu walikuwa wanatutumia tu. Wengine ni kiroho. Kuna watu leo wanaweza wabadilike kwa sababu walikuwa wanatumia tu. Kiuchumi, kuna watu leo wamebadilika kwa sababu walikuwa wanakutumia tu. Sasa wameamua kuondoka, wameamua kubadilika. Unachohitaji ni kuwa na emotional intelligence, uwezo wa hali ya juu, lakini pia na nguvu ya kutambua na kipawa cha Roho Mtakatifu cha karama ya kupambanua roho. Kumbuka maandiko yanasema kwamba tujihadhari na manabii, tuzijaribu roho. Maana kuna manabii wengi wa uongo wameongezeka, lakini si kila roho inatokana na Mungu. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1. Lakini 4 na mwisho, uwepo wako unawashtaki. Huenda umefanya vitu vya tofauti. Huenda unampenda Mungu kupita kawaida. Huenda wewe ni mtu ambaye unajitoa kupita kawaida. Kwa hiyo ukiwepo ni kama unawashtaki. Ukiwepo ni kama kesi inaibuka. Sasa kitu hicho kinawatengenezea wivu. Kitu hicho kinawatengenezea kutojiamini. Kitu hicho kinawatengenezea mashaka. Kitu hicho kinawafanya wajione dhaifu. Kwa hiyo kinachofuata, wanaanza kubadilika ili wakuvunja moyo, ili wakuogopeshe, ili wakuchoshe, ili wakatishe tamaa. Usikubali. Ningependa uzidi kufuatilia mafundisho yetu, lakini pia usiache kuchukua vitabu vyetu. Mamilioni ya watu wamebadili maisha yao kwenye ulimwengu wa roho. Leo wana nguvu na giza limejitenga nao. Nawe usiache kulike, kushare, kucomment na kuchukua vitabu vyetu ili uweze kusaidika zaidi. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you.